Abdalla, matukio yamekuwa mengi tangia aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua kutimuliwa serikalini na kuanza sasa kushabikia eneo zima ama kupigia upato eneo zima la Mlima Kenya. Hatua ambayo imefuata ya hivi punde ni ile ya kuwatimua wandani wake aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua, akiwemo mbunge Ndindi Nyoro. Hao wote, na ikifahamika kwamba Ndindi Nyoro alikuwa na ule usuhuba wa karibu sana na Rais William Ruto. Hao wote wametimuliwa, wabunge pamoja na maseneta ambao ni wandani walikuwa naibu rais Rigathi Gachagua. Hatua hii ina athari gani katika siasa za Mlima Kenya? Pia vile vile tumeona Rais William Ruto akitia saini mkataba wa makubaliano kati yake na kinara wa chungwa Raila Odinga. Hatua hii yote ina athari gani katika siasa za Mlima Kenya wakati Rigathi Gachagua anasukuma gurudumu la vuguvugu la Mlima Kenya? Tunasema na wakazi wa hapa. Maoni yangu, mimi nafurahia sana kuona Ndindi Nyoro ametolewa, kwa sababu kama angekuwa hapo angeongea. Akiwa nje ndani ya serikali ya Ruto, afadhali akiwa nje kuliko akiwa ndani. Kama Gachagua vile alikuwa ndani ya serikali hakuwa anaongea, lakini venye ametoka nje akaanza kuongea. Hivyo tu Ndindi Nyoro akiwa ndani ya serikali alizoongea, lakini akiwa huku nje lazima tutajua mambo mingi ya serikali. Lakini akiwa ndani ya serikali hakuna kitu yoyote tutajua. So sisi Gen Z tumefurahia sana kuona Ndindi Nyoro ametolewa, wape watu wengine. Tumeona Rais William Ruto wakiafikiana na kinara wa ODM Raila Odinga kufanya kazi kwa pamoja na kutia saini mkataba wa makubaliano. Hatua hiyo ina athari zote kwa siasa za Kenya na vuguvugu la ambalo Rigathi Gachagua anasukuma kule mlimani? Kwa majina naitwa Daisy Loskoe, mkaji wa Samburu. Ningesema kwamba sisi kama wananchi wanapopikana sisi ndio tunaumia. So ningeomba watu ya milima mkuwe macho, msitumike na Gachagua. Anapotukonganisha ni kumaanisha anatafuta clashes ikuje, na wale wataafa ni sisi wenyeji. So tungeomba ya kwamba hiyo mambo ya kusema milima isimamishwe imara mpaka siasa ije. Mambo ya siasa ni kando. Vile Raila alipoingia alisarenda na akaingia serikali, maana anajua siasa bado ni mbali. Historia inaaminika kwamba Mlima Kenya wana wingi wa kura. Unaamini kwamba wingi wao wa kura una uwezo mkubwa kubadili mkondo wa kisiasa wa taifa hili? Naam, wingi wa kura wa watu wa Central naamini ya kwamba wako na sauti. Lakini siasa za Kenya zimeanza kwenda zikibadilika, kwa sababu kwa sasa tumeona wanasiasa saizi wamekuwa ni watu wa kubadilisha kofia. So wakati huu wako upande mmoja wamebadilishana kofia, wakati ule mwingine wameenda upande ule wamebadilishana tena, wengine wametema, wengine wamewekwa kando, wengine wameingizwa ndani. So kwa maoni yangu kwa sasa nafikiri ile generation tuko na siasa zile sasa tutaanza wakati huu. Rashid Abdalla, ni wazi kwamba ndizo kauli zilizoibuliwa na wakazi wa gatuzi la Samburu, wakisema hatua ya kuwavua kofia wandani wa Rigathi Gachagua katika mabunge yote mawili, bunge la kitaifa na bunge la seneti, ni hatua ambayo huenda ikawa na athari kubwa kwa siasa za taifa hili. Ikifahamika wale wandani wake wanatoka mlimani, huenda wakatia mshawasho siasa za mlima na kuzichochea zaidi na kuwa na ule ushawishi mkubwa ifikapo uchaguzi ama kipute cha mwaka 2027. Japo baadhi wanasema pana haja kijito hichi kuweza kuzimwa mapema, kumwagiliwa maji baridi ili kutulia kabla ya kipute hicho kuwadia. Kwa sasa ni